mahala gani ambako maji yako unaenda kuyatoa? Maji hayo utakapoenda kuyatoa mahali ambapo si, wakayawahi na wakayachukua watu wabaya, wallahi watu wanafungwa vizazi kwa maji haya, watu wanafungwa kimapenzi, wanaita wenyewe, kwa maji haya, watu wanafungwa miili yao na wanatengenezwa na kutiwa maradhi kwa kupitia maji haya. Je, unaenda kukutana na mtu kisha mtu huyo, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ama baadu, ndugu zangu, nikukaribisheni katika mwendelezo wa darasa zetu kwa mara nyingine kabisa. Leo tutaishi na somo linalosema maji ya ajabu duniani. Naam, ndugu zangu, maji yako mengi sana. Kuna maji ya mto, kuna maji ya kisima, na kuna maji ya bahari, kuna maji ya Zamzam, kuna maji ya hivi, kuna maji ya mvua. Yako maji mengi ya aina nyingi sana. Kuna maji ya dafu, kuna maji ya hivi na kadha na nini. Sasa leo nataka tuishi na maji special kabisa, maji ya ajabu kabisa, na maji dhalili sana, pengine maji ambayo ukiletewa mbele yako huwezi ukayashika hata kidogo, lakini maji ya ajabu mno. Naam, ndugu zangu, ni maji ambayo huko yalikotengenezwa maji haya yanaweza yasiwe maji ya ajabu, lakini duniani hapa, ndugu zangu, yakawa ni maji ambayo ni ajabu mno. Ni maji ya ajabu mno kutokana na vile ambavyo vinavyotokana na vile vinavyozalika na vile vinavyopatikana kutokana na maji hayo. Naam, kwanza kabisa maji haya hukifanya kitu kuwa hai kabla ya kuwa hai kitu hicho, maajabu ya maji hayo. Lakini maji haya ni maji ambayo kilicho hai, kilichotokana na maji hayo kina uwezo wa kufanya mambo mengi na ya ajabu kabisa katika ulimwengu na katika dunia hii. Je, ni maji gani hayo? Ni maji ambayo, ndugu yangu, endapo utakapokuwa umeyaona jinsi yalivyo maji haya, wallahi pengine unaweza hata ukashindwa kufanya jambo, ukashindwa hata kuyashika. Ni maji gani hayo? Ayyu ma'un hadha, ni maji ambayo ukiambiwa na ukiyasikia unaweza kabisa ukajawa na mate. Ayyu ma'un hadha, ni maji gani sasa hayo? Ndugu zangu, ninaomba tuishi na baadhi ya maneno matukufu kabisa ndani ya Qur'ani tukufu, kisha uyajue maji hayo. Lakini maji haya, ndugu yangu, utakapokuwa ni mwenye kuyafahamu na kuyajua, mwisho ya darasa yetu nitakuelezea maji haya ni maji ambayo baadhi ya watu wanayatumia katika mambo mbalimbali sana, wanatumia katika mambo mengi sana. Sasa ayyu ma'un hadha, ni maji gani hayo sasa? Ndani ya Qur'ani tukufu katika surati Mursalati aya nambari 20, Allah anasema alam nakhluqukum min ma'in mahin, je hatukukumbieni nyinyi kutokana na maji yaliyokuwa dhaifu kabisa? Ayyu ma'un hadha. Kisha Allah akasema faj'alnahu fi qararin makin, kisha tukayaweka maji hayo katika mahala palipokuwa salama kabisa. Ayyu ma'un hadha, maji hayo ni maji gani? Katika surati Najm Allah anasema wa annahu khalaqa az-zawjayn adh-dhakara wal-untha min nutfatin idha tumna. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hakika yeye Allah ndiye ambaye aliyeumba jinsia mbili, aliyeumba mwanamke na mwanaume kutokana na tone la manii. Maji hayo, ndugu zangu, ni maji ya uzazi, ni manii. Naam, tone la manii linalomiminwa. Hayo maji ni maji ambayo, ndugu zangu, yana maajabu na yana siri ni kubwa sana. Ndiyo, maji haya yana siri, na ni maji ambayo mwanadamu ameumbwa kutokana nayo. Ni maji ambayo
viumbe wa kibinadamu wameumbwa na wametokana na maji hayo. Sio viumbe tu wa kibinadamu, ni maji ambayo yamekuwa ni maji ya ajabu sana ndugu zangu. Ndiyo maji ambayo, maji haya endapo utakapokuwa umeletewa, utakapokuwa umeonyeshwa, unaweza ukayaruka na usikubali hata kuyashika katika mkono wako. Ni maji ambayo yanayotokana katika mfuko wa uzazi wa mwanadamu, wa mwanamke, ambayo maji hayo yanatoka katika uti wa mgongo wa mwanaume. Naam, yanatoka katika kifua cha mwanamke na katika uti wa mgongo wa mwanaume. Allah anasema mimain, anasema wasamai watariq wama adraka matariq an-najmu thaqib in kullu nafsin lamma 'alayha hafidh falyanzuril insanu mimma khuliqa. Hebu atizame mtu ameumbwa na nini, ameumbwa kwa kitu gani? Khuliqa mimma dafiqa, ameumbwa na maji yenye kuruka, yenye kuchupa. Yanapokuwa yanatoka maji hayo katika viazi vyake na katika mahala pake ambako Mwenyezi Mungu ametaja katika thumma ja'alnahu fi qararin makin, kisha akayaweka katika sehemu maalum. Yanapotoka katika sehemu hiyo, yanatoka katika mazingira ya kuchupa, yanatoka katika mazingira ya kuruka. Maji hayo ya ajabu kabisa ndugu zangu. Umakini. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametukataza baadhi ya vitu. Allah ametukataza kabisa, mfano mathalani, Allah ametukataza jambo la zina na uzinifu. Kuna vitu vingi sana vinavyotokana katika hali ambayo watu wanapoingia katika hali ya uzinzi na uzinifu. Unapokuwa katika hali ambayo ni uzinzi na uzinifu, maji haya lazima yawe ni yenye kutumika kwa namna moja au nyingine mnapoingia katika jambo lile. Lakini ndugu zangu, miongoni mwa faida ambazo zinapatikanwa kwa mtu ambaye amepukana na mambo kwa mfano hayo ya uzinifu, unaweza ukakutana na viumbe wabaya, kiumbe ambaye hayuko vizuri, kiumbe mchafu, kiumbe mshirikina, akayachukua yale na akaenda kuyafanyia mambo ya ajabu na mambo mengi. Uchawi ndugu zangu umeundika katika uchafu na umeundika katika vitu ambavyo ni vya adha. Sasa utakapokuwa wewe ni mwenye kuingia katika hali na mtu akakutega na akachukua maji haya, kisha baada ya hapo akawa ni mwenye kufanya katika mambo yake yasiyomridhisha Allah, kwa hakika unadhurika ndugu yangu. Na wapo pia wanaofanya miongoni mwa watu katika ndoa, wanayatumia maji haya kuyafanya vibaya kwa wenza wao. Hii ni mbaya sana, kwa sababu inaleta athari kwa mwenzako, lakini na wewe pia ambaye unayefanya hivyo vitu. Kwa hiyo ni maji ambayo ni ajabu sana ndugu zangu. Kwa nini ya ajabu? Kwa sababu maji haya ndugu zangu yanatokana na yanatoa viumbe, mimi na wewe, yanatoa mwanadamu. Mwanadamu anatokana na maji haya. Huyo mwanadamu ni kiumbe wa ajabu sana, kiumbe ambaye ana uwezo wa kufanya mema, kiumbe ambaye anaweza kufanya vitu vya ajabu, akajenga majumba, akafanya hivi, akaunda vitu vya ajabu. Yenyewe ni maajabu tosha. Maji haya dhaifu kabisa, maji haya duni kabisa, lakini maji ambayo kiumbe huyo anaweza akawa muovu, akawa mchafu mbaya, akawa khabithul amal. Kwa hiyo ni maji haya ambayo maji ya uzazi. Ndugu zangu, makusudio yangu ni nini? Makusudio yangu makubwa sana katika darasa yangu ni kwamba wewe usifanye mambo ambayo yasiyomridhisha Mwenyezi Mungu, hususan katika mambo ya zinaa na uchafu, na kuwa makini sana ni mahala gani ambako maji yako unaenda kuyatoa. Maji hayo utakapoenda kuyatoa mahali ambapo sipo, wakayawahi na wakayachukua watu wabaya, wallahi watu wanafungwa vizazi kwa maji haya. Watu wanafungwa kimapenzi, wanaita wenyewe, kwa maji haya. Watu wanafungwa miili yao na wanatengenezwa na kutiwa maradhi kwa kupitia maji hayo. Je, unaenda kukutana na mtu, kisha mtu huyo humjui asili yake, humjui mwenendo wake, kisha baada ya hapo, wapo wanawake na pia wapo wanaume ambao wana tabia hizi, sio wanawake tu, wote wanaume, ambaye yeye ahakikisha ametembea na wanaume kadhaa, kisha amepata maji ya wanaume tofauti tofauti, yaende yakatengenezwa katika hali ambayo ni ya kishirikina. Kwa makini kunako kufanya haya mambo. Mwenyezi Mungu alivyosema, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, mafikio yake ni mabaya.
kwa maana kuna mambo mengi sana ambayo yatakayotokana na jambo hili baya kabisa. Tunamwomba Allah atujalie minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, tuyasikilize maneno mambo kisha tuyafuate na tusiwe ni wenye kuyapuuza. Hakika athari nyingi sasa hivi zinatokana na mambo mbalimbali ya uchafu, lakini na kufanya vile vitu ambavyo Mwenyezi Mungu ametukataza. Kubwa kufuata ambayo Allah ametuamrisha na kuyaacha na kukaa mbali kabisa na yale ambayo Allah ametukataza. Wabillahi tawfiqi, wassalamu alaikum wal afwa minkum.